Ndoto za ubingwa bado ziko hai. Ni Simba Sports Club ya kwake Steven Barker wako nyuma kwa alama 2 mbele kikosi cha Young Africans. Watakuwa wanatafuta nafasi ya kupata ushindi mwingine na pengine kukaa juu ya msimamo dhidi ya Coastal Union kwenye mchezo utakaochezwa hapa CCM Mkokwani, Tanga. Kwa mujibu wa Coastal Union wanasema Simba hawezi kuchukua ushindi hivi hivi. Pengine wabaya wa Simba nao wana matamanio yao ya yale ambayo wanawaza yatokee, kwamba Simba afungwe ama sare. Ila Steven Barker mwenyewe anasemaje? To just do some good recovery, just reassess where we at. We had a good training session. Tumefanya mazoezi ili tuweze kufanya urejesho mzuri na tathmini mpya ya hapa tulipo. Tulikuwa na kipindi kizuri sana cha mazoezi kabla ya kuanza safari na baadaye hapa katika uwanja huu. Hali ya kambi ni nzuri na kuna ari kubwa sana, chanya nyingi na nguvu tele. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba katika kila mchezo, kwanza tunamheshimu mpinzani wetu, pili tunaendelea kukua kama timu na kuboresha kila siku katika mazoezi na katika mechi ili kuwa bora kuliko tulivyokuwa katika mechi iliyopita. Tunapaswa kuzingatia zaidi utendaji wetu. Mchezo huu unahusu kutoa kiwango kizuri kitakachotupa nafasi bora ya kupata alama zote. Tunakutana mpinzani mgumu. Si rahisi kama kucheza dhidi ya Coastal Union, hasa katika uwanja wao wa nyumbani. Hivyo basi, mbali na maandalizi ya kiufundi na kimbinu, pia tunapaswa kuhakikisha kuwa tuna mtazamo sahihi wa kisaikolojia na kujitoa kikamilifu ili kujiweka katika nafasi ya kushinda. Kila timu ina malengo na matarajio yake kulingana na ilipo katika msimu. Unapokutana na timu zilizopo kwenye nafasi ya chini kwenye msimamo wa ligi, kwao huwa ni vita kusalia ligini. Hilo alifanyi mambo kuwa rahisi. Ninaamini kuwa haijalishi tunacheza na nani, lazima tuheshimu nafasi yetu, lakini muhimu zaidi ni sisi wenyewe. Tunaweza kufanya kama timu tunachopaswa kucheza kwa kutumia ubora wetu, kuwa na mpango sahihi wa kimbinu na kuhakikisha wachezaji wanatekeleza mpango huo ipasavyo uwanjani. Nafikiri msingi wake ni udhibiti. Ili kuwa na udhibiti lazima uwe na timu na misingi na falsafa ya namna unavyotaka kucheza pamoja na utambulisho wake. Kwa miezi michache iliyopita tumejenga utambulisho imara wa namna tunavyotaka kucheza. Kila mchezaji anajua jukumu lake anachopaswa kufanya ndani ya timu. Kilichobaki ni kuendelea na maandalizi mazuri uwanjani, kuhakikisha hatulegei na tunaendelea kutoa kilicho bora na kukua kama timu, pia wachezaji moja moja. Kila mchezaji anatamani kuchangia mafanikio ya timu. Hivyo uthabiti ndio msingi wa mafanikio. Kwa sasa tuna mwendelezo mzuri sana wa matokeo, lakini ni muhimu kuelewa kwamba haya hayaji yenyewe. Lazima ufanye kazi kwa bidii na kujitoa. Sifa kubwa inapaswa kwenda kwa wachezaji kwa namna wanavyofanya mazoezi, wanavyojituma na kujitoa uwanjani. Unapokuwa na timu inayojitoa kwa kila mmoja na inapigania nembo ya Simba Sports Club pamoja na ubora wa wachezaji tulionao, hilo linatuwezesha kuendelea kufanikiwa. Hata na hivyo tunafahamu kwamba mafanikio yanahitaji juhudi kila siku katika kila mechi. Ninaamini kuwa timu yoyote inayotaka kufanikiwa haiwezi kushinda mataji kwa wachezaji 11 pekee, bali kwa kikosi kizima. Kila mchezaji ni muhimu, kila mmoja ana jukumu, iwe anaanza au anaingia kuongeza nguvu ama kubadilisha mwelekeo wa mchezo. Tunafanya mazoezi vizuri kuhakikisha kila mchezaji yupo tayari kiakili, kimwili na kimbinu kuchukua jukumu lake. Nikitazama aliye karibu nami, Duchu amekuwa na mfululizo mzuri sana wa kiwango pamoja na uchezaji. Ametunukiwa tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Tunapocheza michezo mingi hivi karibuni, kila baada ya siku 3 ama 4, kila mchezaji katika kikosi ni muhimu na atakuwa na mchango mkubwa katika kufikia yale malengo tuliojiwekea. Kuhusu mashabiki wa Simba, hata unapocheza nyumbani ama ugenini, huwa wako wengi. Ningependa kuambia mashabiki wa Simba walioko Tanga kwamba wamekuwa wakipekee tangu nilipowasili klabuni hapa. Wao ni mashabiki wenye shauku kubwa na niliowahi kuwaona. Wajibu wetu kama timu ni kuwachezea wao, kujitoa kwa 100% ili kuonyesha kuwa tunataka kuiletea klabu mafanikio na kuwapa furaha. Tunataka wajue kuwa wao ni wa muhimu sana kwetu. Wanatupa nguvu, ari na ile hamasa ya mchezaji wa 12.
Kila tunapocheza, tunatarajia kuwazawadia kesho kiwango kikubwa cha uchezaji, na tunawaomba wajitokeze kwa wingi kuisapoti timu. Kwa pamoja, wachezaji, benchi la ufundi, viongozi na mashabiki, kwa umoja na nguvu yetu, tunaweza tukaipeleka klabu kileleni. Sasa mawazo ni namna ya kumshusha Yanga pale, na kama Simba watashinda, watakuwa na mshusha Young Africans na kusimama kwenye kilele wakimzidi Young Africans alama moja, ila kimchezo watakuwa na mchezo mmoja zaidi ya Young Africans. Je, Steven Barker atakipata kilele kama anavyozungumza? Tusubiri na kuona.